Rafiki, na kusalimu kwa jina zuri sana lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo ali hai. Ni mimi rafiki yako mchungaji na mwinjilisti Tumaini Chanjarika. Nipo nachunga kanisa la TAG Rejoice Worship Center RWC ambao liko Kimara Stopover, jirani kabisa na kituo cha garage. Kwanza kabisa nikusalimu kwa jina la Yesu na nikushukuru sana kwamba umetenga muda wako kufuatilia mafundisho haya na video hii kwa muda mfupi tu ambao nitakuwa nao. Nina mambo mazuri sana ambayo Bwana amenipa na amenipa msukumo mkubwa sana kwamba niseme na wewe kwa wakati huu, ili kwamba na wewe uweze kufurahia kuwepo kwako hapa duniani. Nina ujumbe ambao Bwana amenipa ambao nimeupa kichwa kinachosema uweza wa Mungu katika mambo yasiyowezekana. Uweza wa Mungu katika mambo yasiyowezekana. Najua kwamba sisi kama wanadamu kuna mambo mengi sana ambayo tunakutana nayo katika maisha ambayo yamezidi uwezo wetu wa kibinadamu, yamezidi utaalamu hata wa kidaktari, yamezidi hata uwezo wa wataalamu katika dunia hii. Lakini ninapokuja kwako na ujumbe huu, nataka tu nikutie moyo na nikuhakikishie kwamba kuna mambo yanashindikana kwa wanadamu, lakini hayo ambayo ni magumu kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Na nitakuwa na ujumbe mfupi tu kutoka kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 30 na 37, ni mstari wa kwanza mpaka wa 14. Lakini nitasoma mstari michache kidogo, alafu nitakuelezea mambo mazuri sana hapo yanayoonyesha uweza wa Mungu katika mambo yasiyowezekana. Naomba nisome kitabu cha Ezekieli sura ya 37. Unaweza ukafuatana na mimi na ukajifunza kitu hapa kitakachokutia moyo katika safari yako, kwamba unaweza kusonga, unaweza kupenya hata maeneo ambayo kibinadamu hayawezi kupenyeka. Biblia nasema hivi: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa mikavu, limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nalo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Tazama ilikuwa mikavu sana ile mifupa. Na mstari wa 3 anasema, akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Naomba niishie tu kwa hapo kwa sasa, lakini ukipata muda soma tu mpaka mstari wa 14. Katika kitabu hiki cha Ezekieli 37 kuna mambo ya ajabu sana ambayo tunayaona hapa. Ezekieli alionyeshwa katika maono. Ezekieli alikuwa ni mmoja kati ya manabii waliotabiri kule utumwani Babeli. Na katika nyakati hizo Ezekieli alipokuwa anatabiri kule Babeli, taifa la Israeli lilikuwa liko tayari utumwani kule, kwa sababu Ezekieli ni mmoja kati ya wale ambao
walitekwa na mfalme Nebukadreza. Nebukadreza aliwahi kuvamia ule mji wa Yerusalemu kwa awamu 3, na katika zile awamu 3, awamu ya pili ndipo na Ezekieli pia alitekwa akapelekwa kule utumwani Babeli. Ezekieli alikuwa ametoka kwenye ukoo wa kikuhani, lakini baada ya kwenda Babeli utumwani, Mungu akampa huduma ya kinabii, akawa anatoa unabii kule Babeli, na alifahamika kama nabii wa matumaini kwa sababu nabii zake nyingi sana ambazo alitoa, hasa ukisoma kuanzia sura ile ya 33 na kuendelea mbele, utaona nabii za Ezekieli ni nabii ambazo zimejaa matumaini makubwa sana kwa taifa la Israeli ambao tayari walikuwa utumwani, na ni kama walikuwa wamekata tamaa, ni kama walikuwa wamepoteza kabisa matumaini ya kurudi tena katika nchi yao. Lakini Mungu akamtumia Ezekieli kutoa unabii ama kutoa nabii mbalimbali za matumaini, kwamba japokuwa wako utumwani wanateseka, lakini Mungu atawatetea, Mungu atawapigania na watarudi tena katika nchi yao. Sasa katika sura ya 37 tunaona kitu ambacho Ezekieli anakieleza hapa, ni kwamba kuna picha ambayo naiona kwa Ezekieli kwamba anapoangalia kitendo cha taifa la Israeli ama wana wa Israeli kupelekwa utumwani kule Babeli, anakihesabu kama vile taifa la Israeli waliokamatwa wakauawa na wakafika mahali wakaoza kabisa, wakabakia mifupa mikavu tena ikatawanyika. Kwa hiyo wakati katika maono haya Mungu anapomuonyesha haya maono, Biblia inasema ule mstari wa kwanza kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua akanipeleka katikati ya bonde ambalo limejaa mifupa mikavu. Bwana mwenyewe ndiye alimchukua Ezekieli akampeleka mpaka kwenye bonde ambalo limejaa mifupa mikavu. Na jambo la kushangaza ni kwamba alipompeleka pale, akaanza kumtembeza katikati ya lile bonde ili Ezekieli ashuhudie, aone kabisa kwamba mifupa hii ni mikavu na imetawanyika. Ashuhudie kwa macho yake, aone kabisa kwamba hii mifupa ni mikavu kabisa na imetawanyika, kiasi ambacho kwa hali ya kawaida ya kibinadamu haiwezi kuishi tena. Kwa hiyo Mungu akamzungusha ili Ezekieli ashuhudie, aone lile bonde limejaa mifupa mikavu kabisa tena mingi na imetawanyika. Ile mifupa imetawanyika katika maeneo mbalimbali. Yaani maana yake ni kwamba kama ni mfupa, kipande cha mkono kimeenda sehemu yake, kipande cha mguu kimeenda sehemu yake, kipande cha mbavu hii kimeenda sehemu yake, vimetawanyika. Kwa hiyo baada ya kumzungusha na akaangalia na akashuhudia, akaona mifupa ile ni mikavu kabisa, haina hata majimaji, haina hata nyama, haina hata mshipa. Akashuhudia kwamba mifupa ni mikavu kabisa. Bwana akamuuliza swali moja gumu sana, akamwambia, je, mwanadamu Ezekieli, mifupa hii yaweza kuishi tena? Rafiki, lile swali lilikuwa ni gumu sana kwa Ezekieli. Ilikuwa ni swali ambalo lilihitaji uwezo wa hali ya juu sana na upeo wa hali ya juu sana kulijibu lile swali. Kwanza kumbuka, Mungu ameshamzungusha Ezekieli, ameshaona mifupa ni mikavu, manake matumaini ya uhai hayapo tena, na ameona kabisa kwamba hapa uwezekano wa kuishi haupo tena. Angalau angekuta watu waliolala tu labda wanapumua kwa shida, angesema wataishi tena kirahisi, lakini sio watu waliolala wanaopumua kwa shida. No, ni watu wamekufa, wameoza, na si tu kuoza, mifupa yao imetawanyika, kila mfupa uko sehemu yake. Alafu Bwana anamuuliza Ezekieli kwamba, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Ezekieli akajibu jibu zuri sana, akamwambia kwamba itaishi au haitaishi wajua wewe. Nipenda sana ile jibu. Lilionyesha jinsi ambavyo Ezekieli anatambua uweza wa Mungu katika mambo yasiyowezekana. Maana dakika chache tu ametokea kuangalia mifupa ile, ameona ni mikavu kabisa. Lakini jibu lake anajibu, anasema kwamba wajua wewe. Maana yake ukiamua ishi itaishi, ukiamua isiishi haitaishi. Sasa hii inaonyesha wazi kwamba Ezekiel anaonyesha kwamba una uwezo wa kuifanya mifupa iishi ukiamua,
lakini ukiamua isiishi pia ni wewe unaamua. Kwa hiyo mamlaka ya kuishi ama kutokuishi ni ya kwako. Lile jibu likamfurahisha sana Mungu, na Mungu akamwambia, sasa ondoka, nenda itabirie hiyo mifupa na iambie hiyo mifupa neno la Bwana. Aya, naipenda sana hiyo. Anaambia kwamba iambie hiyo mifupa neno la Bwana. Asiende kwa maneno yake, asiende tu kwa maneno ya kufurahisha, hapana, aseme neno la Bwana. Ezekieli aende aitabirie mifupa na aiambie, lisikieni neno la Bwana. Mungu ni neno, neno ni Mungu. Manake mifupa ikisikia neno imemsikia Mungu, na kama ikisikia neno ikimsikia Mungu, manake imekutana na muumbaji mwenyewe, imekutana na mwenye uwezo juu ya vitu vyote katika dunia hii. Kwa hiyo Ezekieli alipoambiwa kwamba aenda akatabirie, na ukisoma ule mstari wa 5 kitabu hiki cha Ezekieli, Biblia inasema mstari wa 5, yes, Biblia inasema, Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Anaambiwa kwamba aitabirie mifupa na aiambie kwamba mtaishi, lakini aiambie neno la Mungu, aiambie neno la Mungu kwamba itaishi, na atatia mishipa ndani yake, atatia na nyama ndani yake, ataleta na pumzi ndani yake, nayo itaishi. Ezekieli akapewa maagizo kwamba aende aitabirie, na utaona kitu ambacho Ezekieli alikifanya ni kwamba alienda akafanya kama alivyoamriwa. Napenda hiyo kitu, kama alivyoamriwa. Hakufanya mambo yake, hakufanya kama anavyotaka yeye, akafanya kama alivyoamriwa, na akaenda akaanza kuitabiria ile mifupa. Sasa ona maajabu ambayo Mungu aliyafanya hapa. Ni kwamba baada ya Ezekieli kufanya kama alivyoamriwa, akaanza kuitabiria ile mifupa mikavu. Alipoanza kuitabiria, akaiambia kwamba Bwana asema hivi kwamba nitaleta mishipa, nitaleta nyama, nitaleta pumzi, nitaleta uhai ndani yako. Alipoanza kuitabiria ile mifupa, sasa ndipo Mungu akadhihirisha uweza wake katika mambo yafuatayo. Nampenda sana huyu Mungu ambaye anatenda mambo yasiyowezekana kibinadamu. Rafiki unanifuatilia, nataka nikwambie kwamba yawezekana unapita katika mapito magumu sana. Labda unapoangalia maisha yako, unapoangalia afya yako, unapoangalia kazi yako, unapoangalia familia yako, unapoangalia mambo yanayokuzunguka, unaona kama bonde la mifupa mikavu. Yaani matumaini yamepotea, matumaini hayapo tena. Unajua kwamba ugonjwa huo hauna dawa, matumaini ya uzima yameshahama, yameshapotea kabisa. Na ukiangalia hali ya kimaisha, uchumi ni mbaya, hali ni mbaya, hujui kama utaishije, hujui hata kesho itaendaje, hujui kodi utalipaje, ada za watoto na muda wa kulipa ada umeanza kukaribia, hujui utalipaje ada hizo. Unaona kama vile uko kwenye bonde la mifupa mikavu. Nataka nikwambie, hapo kwenye bonde la mifupa mikavu yako matumaini mapya, yako matumaini mapya, kwa sababu Yesu Kristo anaweza kutenda mambo yasiyowezekana. Ana uwezo wa kufanya mambo ambayo yanazidi akili zako. Magonjwa yasiyokubali dawa, yeye anaweza kuyaponya. Matatizo ambayo yamekataa, yamegoma kuondoka maishani mwako, yeye anaweza kuyaondoa. Jambo la msingi sana, kumbuka Mungu anamwambia Ezekieli, itabirie mifupa, iambie, lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Jambo la msingi sana, lisikie neno, lisikie neno la Bwana. Maana katika neno kuna uzima, katika neno kuna kufunguliwa, katika neno kuna kuinuliwa, katika neno kuna maajabu ambayo kibinadamu hayawezi tokea, lakini katika neno yanawezekana. Katika neno kuna uponyaji ambao unapita uponyaji mwingine wowote ule ambao umewahi kusikia katika maisha yako. Katika neno, katika neno. Ndio maana Mungu akamwambia uiambie mifupa neno la Bwana. Alipoanza kuitabiria mifupa ile, mambo makubwa 3 Mungu aliyadhihirisha. Jambo la kwanza kabisa,
Mungu alidhihirisha uwezo wake wa kukusanya. Alidhihirisha uwezo wake wa kukusanya. Tuone ule mstari wa 7. Mstari wa 7 Biblia inasema hivi: basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Alipokuwa anatoa unabii, alipoamua kumtii Mungu sawasawa, na akasimama akaanza kutabiria mifupa. Kumbuka, anatabiria mifupa mikavu, haina hata dalili ya uhai, haina hata dalili ya mshipa wala nyama wala ngozi. Anasimama anatabiria. Ndio maana watu tunapoamua kumwamini Mungu katika viwango vya juu sana, watu wengine ambao wako tu katika mtazamo wa kidunia wanaweza kutuona kama ni vichaa vile, maana tunatabiria mifupa mikavu. Mtu anakuona kama kichaa, umesimama mbele ya mifupa mikavu, unaitabiria, unaiambia eti kwamba mtaishi, eti mtasimama, unaonekana kama kichaa. Lakini hapo ndipo penye maajabu. Mimi niko mahali hapa, nina ujasiri wa kila namna, nina ujasiri wa hali ya juu sana, kwamba hata wewe unanisikiliza hapo, kama ukiamua kuliamini neno la Bwana katika muda huu ambao naongea hapa na wewe, kuna muujiza ambao unaweza kutokea kwako wa kukushangaza. Hata kama kuna mifupa mikavu imekuzunguka, maisha yako yamezungukwa na mifupa mikavu, hali ya afya yako, hali ya kazi, ajira, biashara, ndoa yako, familia yako imezungukwa na mifupa mikavu. Ukiangalia hauoni matumaini kabisa, unaona tu kuna kifo, kuna kuangamia, kuna umaskini, kuna kuchekwa, kuna kudharauliwa. Nataka nikuambie, hiyo mifupa mikavu yaweza kuishi tena. Naitabiria katika jina la Yesu, yaweza kuishi tena. Naitabiria, naiambia neno la Bwana kwamba itaishi tena, kwamba itaishi tena, kwamba itainuka tena. Kama ni kansa imekutesa, kama ni ukimwi umekutesa, kama ni TB imekutesa, kama ni matatizo yoyote yale ambayo yamekuzunguka maishani mwako, na yatabiria, yalisikie neno la Bwana, yalisikie neno la Bwana kwamba yataondoka ya matatizo na uhai wako utarejeshwa mara katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la kwanza kabisa, Mungu anadhihirisha uwezo wake katika kukusanya. Angalia, ameanza kutabiri, ghafla anasema kishindo kikashuka pale kwenye bonde. Kishindo, tetemeko la nchi likashuka kwenye bonde, na baada ya tetemeko la nchi akaanza kuona vile mfupa ambao ulikuwa umetawanyika vinaanza kukimbia, vinarukaruka. Kama ni kamkono kadipande, kuanzia labda hapa kalikuwa sehemu yake, kanarukaruka, kanakwenda kujiunganisha na kipande cha huku. Hakuna kukosea. Kama ni kipande sio cha kwenye mbavu hii, hakiwezi kukaa hapa kwenye tumbo, kinakimbia sehemu yake, kinakaa pale pale. Kama ni kipande cha mguu, kinakimbilia pale pale. Kila mfupa ukakimbia, ukalitii neno la Bwana, ukalitii neno la Bwana. Chochote ambacho kinakusumbua lazima kilitii neno la Bwana, lazima kitii mamlaka ya neno la Bwana. Nami nalituma hilo neno kwako sasa. Kama kuna ugonjwa unakusumbua, ulitii neno la Bwana, uondoke sai na ukuachilie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Biblia inasema kwamba Mungu anadhihirisha uwezo wake wa kukusanya. Mifupa iliyokuwa imetawanyika ikaanza kusogeleana. Ghafla Ezekieli akaona kama maskeletoni yamesimama, yana mifupa tu, lakini hayana ngozi, hayana nyama, hayana mishipa. Yamesimama, yamesogeleana. Uwezo wa Mungu wa kukusanya. Ni kitu gani cha kwako kimetawanyika? Je, ni kibali? Je, ni mtaji wako? Nini kimetawanyika katika maisha yako? Je, ni pesa zako? Je, ni afya yako imetawanyika? Chochote ambacho kimetawanyika, chochote ambacho ibilisi alikitawanya katika maisha yako ili usifurahie uumbaji wa Mungu katika maisha yako, nataka nikwambie, anao uwezo Mungu wa kuvikusanya vyote vilivyotawanywa. Hata kama ni utajiri wako, baraka zako zilitawanywa,
kibali chako kilitawanywa. Nataka nikwambie ana uwezo wa kuvirejesha, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai, hata kama kipande cha mfupa kilikuwa kimekaa kwenye kona ya mbali, kitasogea mpaka mahali sahihi na kitafika mahali hapo. Rafiki, nisikilize, Mungu ana uwezo wa kukusanya vilivyotawanyika. Mifupa mikavu ambayo ilikuwa imetawanyika, Ezekiel alipotoa unabii, ile mifupa ikaanza kusogeleana. Ghafla akaona watu wamesimama, lakini kama skeleton vimesimama, havina mishipa, havina nyama, havina ngozi, havina pumzi, havina uhai, lakini akashangaa vimesogeleana. Hayo ni maajabu ya kwanza ambayo Mungu aliyadhihirisha. Wakati unaofuatia kwa kipindi kingine nitakueleza maajabu ya pili ambayo Mungu aliyadhihirisha katika unabii ambayo Ezekiel aliutoa pale alipoanza kutabiri. Nimekwambia maajabu ya kwanza, Mungu alidhihirisha uwezo wake wa kukusanya